Wakati wa Tanzania wakielekea katika tukio la kikatiba la kupiga kura mnamo Oktoba 29, muunganiko wa asasi za kiraia zinazotetea makundi maalum ikiwemo wanawake, watoto na vijana wanawake tumeungana kwa pamoja kuhimiza umma kuhusu ajenda muhimu ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi, sambamba na kuhimiza ushiriki wa wanawake katika upigaji kura siku ya Oktoba 29 mwaka huu. Ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi ni miongoni mwa vipaumbele vya asasi za kiraia vyenye mrengo wa jinsia. Sababu tunaamini wakiwapo viongozi wanawake kutakuwa na hatua mahususi katika kuongeza kipato na maendeleo ya mwanamke. Hivyo basi, sisi muunganiko wa asasi za kiraia tunawahakikishia kuwa tunakwenda kutimiza wajibu wetu wa kikatiba wa kupiga kura na kadhalika kuhimiza wanawake kwenda kushiriki katika mchakato wa kikatiba wa kupiga kura, ili tunapokwenda kuwachagua viongozi wetu basi tuwatwike mzigo wa mambo ya msingi yanayowahusu wanawake. Viongozi hawa tutakaowachagua, tunaamini kwa baada ya mchakato huo tutawatwika madai yetu ya kimaendeleo yanayowahusu wanawake, watoto, wanawake vijana na watu wenye ulemavu na ajenda nyinginezo za mrengo wa jinsia. Tanzania ni miongoni mwa nchi chache za Afrika ambazo zimepiga hatua katika ajenda ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi. Kwa mara ya kwanza, Tanzania imepata kiongozi mkuu wa nchi mwanamke, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, ambaye pia anawania kiti hicho cha urais kwa tiketi ya CCM. Kadhalika, mwaka huu kumekuwa na wagombea wengine wanawake wa urais akiwemo Saumu Rashid kutoka UDP na Mwajuma Mirambo kutoka UMD. Kwa upande wa wagombea wenza wa urais kutoka vyama vingine ni pamoja na Evelyn Wilbard Munisi kutoka NCCR, Husna Mohamed Abdalla kutoka CUF, Aziza Haji Suleiman Demokrasia Makini, Amani Selemani Mzee kutoka TLP, Chausiku Hatibu Mohamed kutoka NLD, Sakia Musa Debwa kutoka SAU, Chuma Juma Abdalla na Devota Minja kutoka Chauma. Hii ni hatua kubwa ya kidemokrasia kwa Tanzania na kwa ajenda ya ushiriki wa wanawake katika siasa na uongozi. Tunapokaribia uchaguzi mkuu, tunapenda kuwakumbusha Watanzania kuwa mwanamke kiongozi anaposhika madaraka asihukumiwe kwa jinsia yake, bali kwa uwezo, uzoefu na dira yake ya maendeleo. Ikumbukwe kuwa uongozi wa mwanamke si tishio, bali ni nyenzo ya kuimarisha demokrasia jumuishi yenye kusikiliza na kutenda kwa manufaa ya wote. Tunapenda kuikumbusha jamii kuwa katika kipindi hiki cha kampeni na uchaguzi ni muhimu kuepuka lugha za kejeli, udhalilishaji na mashambulizi ya kibinafsi, hasa katika misingi ya kijinsia. Badala yake, mjadala wa kisiasa ujikite katika sera, ilani na hoja zenye kujenga taifa. Wanawake wanaowania nafasi kuanzia ngazi za udiwani hadi urais wasibezwe, wasitukanwe, na tunakemea vikali lugha dhalili zinazotweza utu wa mwanamke, wanasiasa na viongozi wengine wanawake. Bado tunaamini kuwa kwa kumpata rais mwanamke, Tanzania imepiga hatua kubwa kupitia yeye katika kutekeleza dira ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDG 5 inayosisitiza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika maamuzi. Kupitia rais huyu mwanamke, tumeona sheria kadhaa zikibadilishwa ikiwemo ya vyama vya siasa na hata miradi mikubwa ya maendeleo ikiwemo ya afya. Asasi za kiraia zinasimama imara katika kuhakikisha kuwa mafanikio haya yanaendelezwa si kwa maneno bali kwa vitendo. Ushiriki wa wanawake katika siasa unaongeza uwajibikaji, uwazi na ustawi wa kijamii, kwa kuwa tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mwanamke au wanawake viongozi wanapendelea sera zinazogusa elimu, afya, haki za watoto na usawa wa kiuchumi. Tunapenda pia kuikumbusha Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, vyama vya siasa na wadau wote
kuhakikisha mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama, jumuishi na huru dhidi ya vitisho, udhalilishaji na ukatili wa kijinsia. Hata kuenda kulea watoto, lakini kwenye swala zima la elimu, wao ndio wanaokuwa karibu zaidi na watoto, ambao wao watahitaji misingi, sera bora ambazo zitasimamia swala zima la elimu. Lakini wao ndio wanaohitaji uongozi bora, kwa sababu kama kutakuwa hakuna amani, wanawake ndio watu ambao watakuwa wameanguka kwenye swala zima la maumivu au changamoto kubwa, kwa sababu wao hawana uwezo wa kuweza kutoka bila familia ambayo wanaimiliki. Kwa hiyo tunatamani sana kuona kwamba ushiriki wa wanawake katika nafasi za uongozi ni swala muhimu sana, na ni swala ambalo linaweza kusaidia jamii, kwa sababu linaenda kujikita kutatua madhara moja kwa moja ambayo yanawakuta wanawake pamoja na jamii. Tanzania ni yetu sote, na Tanzania inajengwa na makundi yote: wanawake, wanaume, watoto na makundi yote ikiwepo watu wenye ulemavu. Kwa hiyo wote tuna haki sawa. Tumeona katika miaka ya karibuni hata wasichana wengi wamekuwa na shauku na hamu ya kutamani kuwa viongozi, kwa sababu tu kuona kuna viongozi wanawake ambao wameshika nafasi kubwa ambayo kwa historia ya Tanzania haikuwahi kutokea. Huwa kuna changamoto pale ambapo mwanamke anashika nafasi ya uongozi. Changamoto yote inayotokea kwenye mfumo wa uongozi, naamini hakuna mfumo wote wa siasa au mfumo wote wa uongozi ambao hauna changamoto. Lakini kumekuwa na desturi kuwa changamoto zinavyotokea pale ambapo mwanamke ameshika hatamu au ameshika nafasi ya uongozi kwa level yoyote, iwe kuanzia udiwani, iwe kwenye ubunge mpaka uraisi, zimekuwa changamoto zake zikihusianishwa sana na masuala ya jinsi yake. Kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea, kwa sababu huyu ni mwanamke ndio maana hiki kimetokea. Watu wanashindwa kuangalia kwa sababu changamoto hii imetokea kwa sababu aidha ya mfumo au kwa sababu ya usimamizi mbovu labda ya watu ambao wamepewa hayo hiyo nafasi ya kusimamia rasilimali, au kwa sababu watu kuna wachache ambao wanafanya vitu ambavyo sivyo. Lakini kwa sababu ambaye yuko pale kama kiongozi ni mwanamke, basi ule mzigo wote atatuishwa, na hatuishwi kwa sababu aidha wasaidizi wake wameshindwa kufanya vizuri ama kuna watu wameenda tofauti, lakini atatuishwa kwa sababu ni mwanamke, ndio maana haya yanatokea. Kwa hiyo sisi kama wanawake, na mimi kama mwanamke kijana, naendelea kusisitiza kuwa uongozi ni busara, ni hekima na kutekeleza yale majukumu ambayo wananchi wanatamani yatimizwe kwao.